tumempata Bridget Ngana ambaye mapema leo walipatana na hawa wahuni ambao wanaaminika kuwa ni maafisa wa polisi na wakajeruhi baadhi ya wanahabari wetu wa hapa NTV. Bridget, kipi ambacho kilifanyika mapema leo na ni kipi ambacho kinafanyika sasa hivi Olkalau? Na Mwitiriri, siku ya leo wapiga kura walijitokeza kuanzia saa 12 asubuhi kama ilivyoada, na hiyo ndio wakati vituo vya kupiga kura zilifunguliwa, na tulikuwa hapa kabla ya hapo na tukaweza kutembelea baadhi ya vituo vya kupiga kura, hasa ile ambayo ilikuwa na macho mingi ama ililengwa sana ni ile ya AC Primary School ama Olkalau, shule ya msingi ya Olkalau, na ni hapo ndipo kila mtu alikuwa na msisimuko, kwa sababu ni hapo ndipo tulishuhudia baadaye mchana, baada ya kutembelea maeneo kadha wa kadha, kulikuwa na ile msukumo kati ya wananchi na pia maafisa wa usalama na hata zile magari ama yule yote alijaribu kuingia kwenye shule hiyo. Wananchi walikuwa wanapinga hatua hiyo, na kwa kuwa na mshike ikaendelea kupanda hadi pale tulikuwa tukiondoka katika eneo hilo, sababu tulihisi kuwa hali ilikuwa haieleweki na pia hatukuwa tunataka kujiweka kwenye njia ya kudhulumika kwa njia yote. Lakini ile wakati tulikuwa tunaondoka pale tukakutana pia na magari ya aina ya V8 ambazo zilionekana kuwa zilikuwa na watu waheshimiwa kwa sababu ni magari ya kifahari, na hapo pia wananchi walisonga hapo na kuziba magari hayo kutoelekea kwenye shule hii ya msingi ya AC, na ni hapo ndipo nilielekeza wenzangu wajaribu kupiga picha. Mpiga picha wetu Kieru nilimweleza ajaribu kupata picha hiyo, kwa sababu wanakazi hao walifanikiwa kuondoa lori la maafisa wa usalama waliokuwa wamevalia zile sare za kupambana mkabiliana na ghasia ama maandamano, na wao waliondoka bila kufanya chochote. Lakini hapa katika hatua hii ndipo tuliona watu ambao walikuwa wamejifunika nyuso zao na wakaondoka kwenye magari hayo yalikuwa yamesimamishwa na wakaanza kulipua vitoza machozi. Hapo ndipo tulianza kutawanyika, na bado nilikuwa natumia simu yangu ya rununu kunakili yale yalikuwa yakitokea. Tukisonga mbele nikamweleza dereva ajaribu kuondoa gari katika vurugu hiyo, tukafika mahali na hapo ndipo pia sisi tulijipata mashakani. Wakati huo nyuma yetu pia mpiga picha wetu kwa bahati mbaya alifumaniwa na watu hawa, wakampiga na wakachukua kamera yetu, na pia kulikuwa na yule mwanahabari anayejifunza hapa Nakuru anaitwa Fabiola Akinyi, yeye pia aliweza kunyang'anywa simu yake, na anasema yule aliyemnyang'anya alimuonyesha bunduki na ikabidi ampatie simu hiyo. Mimi ilikuwa mguuni ponye, wakati niliona hali haikuwa inafaa nilirusha simu yangu ndani ya gari na nikatoka mbio, na kwa sasa tunaweza sema kuwa tunajaribu kurejea katika hali yetu ya kawaida. Wenzetu wameweza kurudi vizuri na wako hospitalini, lakini hapa tulipo ni katika kituo cha kujumuisha kura rasmi ambazo zitapigwa hapa Olkalau. Kwa sasa shughuli ya kuhesabu kura imeanza katika vituo kadha wa kadha. Hata hapa tumeweza kusikia yule mkuu wa IEBC hapa akiweza kusema zile kura ambazo zimepigwa katika kituo kinachojulikana kama JM Kariuki ni kituo kidogo, lakini kutokana na zile kura ameweza kusema hapa ni kuwa kwa sasa kutokana na hicho kituo cha JM yule mgombea wa chama cha DCP ndio ameongoza, na akifuatwa na yule mgombea wa chama cha UDA. Tunajaribu pia kufuatilia yale ambayo yanafanyika kwenye eneo hili la Olkalau, lakini hali imekuwa tete. Kumekuwa na visa vya kulipuliwa vitoza machozi, na kwa sasa mvua inanyesha. Tunatumai kuwa kutakuwa na utulivu, lakini tutaendelea tu kuweka macho yetu hapa hadi pale yule mkuu wa IEBC anajulikana kama Muhia Njeraini ataweza kutupea matokeo yote kutoka vituo 144. Shukran sana Bridget Ngana, kazi kuntu ambayo mmefanya, kazi ambayo inastahili kupigiwa makofi. Shukran sana na poleni sana kwa yale ambayo mliyapata mapema leo. Mafande sasa wakati mwingine wanaangusha afande mwenzao. Iweje sasa?